Na ukiangalia mtoto wa kike ana rahma, sio? Ana huruma, ana mapenzi. Kweli si kweli? Mtume sallallahu alayhi wasallam alikuwa na watoto wangapi? 7. Wa kike na wa kiume wepi walikuwa wengi? Wa kike. Katika watoto wake alikuwa anampenda sana alikuwa nani? Fatima. Akisikia anagonga mlango ananyanyuka mwenyewe kumfungulia mlango. Kwa ndugu zangu, watoto ni neema kubwa sana kutoka kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Shilingi ina pande ngapi? Shilingi mpaka leo inatumika Kenya. Mnaita hivyo shilingi ina pande ya huko na pande ya huko, sio? Sisi Waswahili wa Tanzania tunasema shilingi ina pande mbili. Aljanib alawwal, pande ya kwanza tumezungumzia watoto kuwa ni nini? Neema. Geuza shilingi upande wa pili, watoto wale wale wanaweza kugeuka kuwa nini? Nikma, fitna. Wakati gani watoto wako itakuwa ni nikma kwako na fitna kwako? Ikiwa hautokuwa mzazi bora kwa watoto wako, usiposhindwa kuwasimamia katika kuwalea vizuri, tarbia hasana sahiha islamia, tarbia iliyo nzuri iliyo sahihi ya Kiislam kwa mujibu wa Qur'ani na sunna za Bwana Mtume Muhammad. Hapo shekhe, kibao kitakugeuka kweli kweli siku ya kiyama. Allah subhanahu wa ta'ala anasema innama amwalukum wa auladukum, malizia, fitna. Innama adatu hasrin wa qasr, hakika si vinginevyo mali zenu, watoto wenu ni fitna kwenu. Katika maeneo mengine anasema ya ayyuhalladhina amanu inna, sio? Min azwajikum wa auladikum aduwan lakum fahdharuhum. Allahu akbar. Ya ayyuhalladhina amanu inna min azwajikum wa auladikum aduwan lakum fahdharuhum. Enyi mlioamini, inna min litab'id, so wote, hakika miongoni mwa wake zenu, wa auladikum, na watoto wenu, aduwan ni ismu inna, sawa kwa sababu kule imetangulia inna, si ndio? Inna min azwajikum wa auladikum, lazima ije aduwan kwa sababu ya inna yunsibu au tunsibu al-isma wa tarfa'u al-khabar. Hakika si vinginevyo miongoni, mnaelewa maana yake? Si wote, miongoni mwa wake zenu na watoto wenu ni maadui kwenu, fahdharuhum, muwafanyaje? Muwatahadhari. Kwa hiyo sio mara zote ni neema, inaweza ikakugeuka ikawa moto kwako usipokuwa strong, usipokubali kubeba masulia. Walidhalika Mtume sallallahu alaihi wasallam katika hadithi sahihi anasema kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi, nyinyi nyote ni wachunga na kila mchunga ni mwenye kuulizwa juu ya kile alichokichunga. Al-imamu ra'in wa mas'ulun an ra'iyatihi, kiongozi mkuu wa Waislamu ni mchunga na ataulizwa juu ya kile alichokichunga. Warajulu ra'in wa mas'ulun an ra'iyatihi,
ra'in fi ahlihi wa mas'ulun an ra'iyatihi, na mwanaume baba wa familia ni mchunga na juu ya familia yake na ni mwenye kuulizwa juu ya kile alichokichunga. Wal mar'atu ra'iyatun fi baiti zawjiha, na mwanamke ni mchunga juu ya nyumba ya mume wake. Wa mas'ulatun an ra'iyatiha, na mwenye kuulizwa juu ya kile alichokichunga. Wal khadimu ra'in fi mali sayyidihi, na hata houseboy atakuwa ni mwenye mchunga na mwenye kuulizwa siku ya kiyama juu ya mali ya boss wake ambayo ameichunga. Mwisho akasema wa kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi. Katika suratu at-Tahrim tumeambiwa tujitahidi kuwaokoa familia zetu na nini? Na moto. Ya ayyuhalladhina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara, enyi mlioamini okoeni nafsi zenu wenyewe na muokoe familia zenu na moto. Naran, kwa nini imekuja naran hivi? Naran, ulama ulugha nasema naran la mada laha, ni moto mkubwa wenye kila ya aina ya mateso yasiyoweza kuelezeka wala kuhadithika. waquduha an-nasu wal hijara, moto huo kuni zake ni nini? Kuni zake ni nini? Ni watu na nani tena? Na mawe. Watu kuwa kuni, maaqul mush maaqul? Watu siku ya kiyama kuwa kuni katika moto wa jahannam, yaingia akilini? Haingia akilini? Yaingia akilini. Ukifanya maasi, madhambi, utenda wapi? Motoni. Utakuwa kuni ya nini? Ya moto. Kwa nini mawe yaingie motoni? Mawe yanafanya ibada, hayafanyi ibada? Hebu nikumbisheni aya katika suratul Hajj. Alam tara anna Allah yasjudu lahu man fis samawati, haya endeleeni, wa man fil ardi, wash-shamsu, wal qamaru, wan nujumu, wa aljibalu, jibalu ndo mawe, majabali, washajaru, na miti, wadawabu, wanyama, wa kathirun minan nas, na wengi katika watu. Na anasema tena Allah anaisemesha majabali na ya jibalu awibi ma'ahu, majabali unganeni na Daud alayhi salam katika kufanya nini? Kumtukuza, kumsabih Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa mawe hayafanyi shirki, mawe hayafanyi makosa, miti haifanyi makosa. Wakorofi mimi na wewe tunamshirikisha Allah, lakini kwa nini Allah na mawe ajalie kuwa katika kuni ya moto wa jahannam? Ulama wanasema si mawe yote, ni mawe maalum. Mawe gani? Makafiri wanaabudia masanamu, hawaabudii masanamu. Sanam ametengenezwa kutokana na keki, sio? Ni keki, unaweza kunyofoa ukala. Sanam material yake nini? Mawe. Kwa hiyo yale mawe yaliyotokana na masanamu yatakusanywa yote, Bikira Maria sijui nani, vyote vitakusanywa, wataingizwa motoni wote. Allah anasema katika suratul Anbiya, innakum wama ta'buduna min dunillahi hasabu jahannam, hakika nyinyi na vile ambavyo mlikuwa mkiviabudia kinyume cha Allah wote mtakuwa kuni ya jahannam, antum laha waridun, lazima ni guarantee mtaingia tu. Lau kana haulai alihatan ma waraduha, lau masanamu yenu haya, miungu yenu batil haya, miungu feki, yangelikuwa ni miungu kweli, msingekuwa nao katika moto mnaungua pamoja.
Ndugu zangu, watoto ni neema, lakini wakati huo huo watoto ni mtihani mkubwa sana. Katika suratu Al-Kahf Allah anasema watoto ni pambo la dunia. Almalu walbanuna zinatul hayati dunya, mali na watoto nini? Ni mapambo katika maisha ya dunia. Tumia mali yako ili ikuingize peponi, janna. Tumia watoto wako ili wakuingize peponi. Kinyume chake vitakugeukia, vitakutoka puani. Sanamu. Sheikh anasema nifafanue, nimesema hata masanamu ya Bikira Maria, sanamu la Yesu, manake sio Isa mwenyewe. Isa nabii, mtu wa peponi. Maryam ni mtu wa peponi. Yale masanamu yale ambao wao wametengenezwa kawafananisha. Hata yale masanamu katika suratu Nuh anasema nini? Wao ni watu wema, watu wa tauhid. Walipoondoka wao wakaja wakashirikisha Allah. Kwa nini tusiwatengenezee masanamu tukawa tunakumbuka, watupe power na ile nashat katika kumwabudu Allah? Mwisho wamejikuta wanaabudia. Kwa hiyo sio wale wema, bali yale masanamu, ili Allah anataka kuwafunza, kuwaumiza kweli kweli, kwamba huyu ulikuwa unamsujudia, uko naye ndani ya moto, mwambia kutoe. Na sio Nabii Isa wala Maryam alayha salam au wale watu wema waliopita katika familia au katika watu wa Nuh alayhi salam, kabla Nuh alayhi salam. Ndugu zangu, Uislamu unatutaka tuwape watoto wetu tarbia hasana, malezi mazuri. Mtume anasema muru auladakumus salah wa hum abna'u sab'in, wa fi riwaya allimu auladakumus salah wa hum abna'u sab'in, waamrisheni, wafundisheni watoto wenu sala wakifika miaka mingapi? 7. Hal waislamu wote tunawafundisha watoto wetu sala wakiwa na umri wa miaka 7? Hapa Kenya mtoto akifika age gani anapelekwa nursery school? Miaka mingapi? Ukasema 3, Sheikh asema 4, 5, kabla miaka 7. Mtume anasema tuanze kuwafundisha watoto dini, si ndio jamani? Abdullah ibn Abbas alikuwa neema ya pili mtoto, neema ya tatu mjukuu, neema ya njoo nikufundishe maneno yatakusaidia. Idha sa'alta fas'alillah, anapandikiza tauhid katika kichwa chake. Utakapoomba muombe Allah, mtoto mdogo ghulam. Wa idha ista'anta fasta'in billah, kitaka msaada mtaki msaada Allah. Sahaba mwingine anakula na Mtume, sio mtoto akiwa anakula chakula, badala kula sehemu yake anafuata nyama kule. Si unajua dawa yake nini? Ndio dawa yake. Mtume asema ya ghulam, anamfundisha samillah, kwanza ukitaka kula sema nini? Bismillah. Wa kul biyaminik, na ukitaka kula kwa mkono wako kulia. Wa kul mimma yalik, na ule kilichokuwa mbele yako. Hakumchapa, anamfundisha. Unamchapa, umemfundisha. Kitu cha kwanza, chakula kimeletwa, mwambie wote bismillah. Ufanye Sheikh wewe mwenyewe. Atakunywa saa ngapi kwa mkono kulia? Alafu mimi Sheikh anashangaza sana Waislamu wa sasa hivi. Yeye Sheikh itachafuka. Mkono usimeshika chakula itachafuka. Sheikh, experience inaonyesha kikombe hata kama hakijachafuka kikirudi jikoni kina mama lazima wakiosha. Unahangaika nini?
Yaani unachafua imani yako, unaogopa kuchafua kikombe chako. Mtihani mkubwa. La ta'kulu bishimal wala tashrabu bishimal fa inna ash-shaytana ya'kulu biha wa yashrabu biha. Hadithun sahih. Msile kwa mkono wa kulia na msinywe kwa mkono, msile kwa mkono wa kushoto, msile kwa mkono wa kushoto na msinywe kwa mkono wa kushoto, kwani hakika ya shaitan anakula kwa mkono wa kushoto na anakunywa kwa mkono wa kushoto. Mtume hamwachi mtoto mdogo, anampa vitu. Leo muulize mtoto wako aina Allah. Leo muulize mtoto wako aina wulida an-nabiy Muhammad, kazaliwa wapi mtume Muhammad, amefia wapi, wa aina tufi, man abuhu, nani baba yake, man ummuhu, nani mama yake. Sasa hivi kila mmoja ni yes no, mzungu kala fenesi. Kitu cha kwanza, shekhe, mtoto ana miaka 4 shekhe anaongea na babake English, utadhani Marekani, kumbe kazaliwa Isili. Badala kumuita abi, abuya, baba yangu, dedi. Utadedi kweli? Subhanallah, tunaiga wapi sasa? Tunawaiga nani sasa? Subhanallah. As-salaf as-salih, wema waliopita, kitu cha kwanza walikuwa wanaanza kumpa mtoto Qur'ani kwanza. Wewe unampa mtoto English, alafu kama ni Mswahili wa Kenya, eti unajifanya Kiswahili ujui, mtoto wako unaongea naye Kizungu tu. Na kama ni Msomali pia hutaki tena Kisomali, unaongea naye Kizungu tu. Kama ni Mwarabu hutaki tena. Mtoto na baba unaongea Kizungu tu. Sasa shekhe, aliyokuambia kujua English ndo kusoma ndo nani? Ibn Abd al-Barr katika kitabu chake Jami'u Bayan al-Ilm anasema al-ilmu manaqil wa rutab wa darajat. Ilmu ni step by step, hatua baada ya hatua. Unaanza alifu, unaenda. La yajuzu taaddiyaha, haifai mtu kuruka step za ilmu. Kisha akasema faman taaddaha jumlatan faqad taadda sabila salaf. Sabila salaf, atakaye kwenda kinyume na step za ilmu, badala kwanza alifu anaanza amma tasaluna, huyo kaenda kinyume na njia ya salaf. Waman taadda sabilahum amidan dhalla, atakaye kwenda kinyume na njia ya salaf amepotea. Waman taaddahu mujtahidan zalla, na atakaye kwenda kinyume na njia ya salaf as-salih kwa kujitahidi kwa nia yake njema, zalla, ametereza. Kisha akasema fa awwalul ilmi hifdhu kitabillah, step ya kwanza ya ilmu ni nini? Kuhifadhi nini? Kitabu cha Allah subhanahu wa ta'ala. Imam Shafi'i mama yake kamsimamia kuhifadhi Qur'ani, alipomaliza ndo kampeleka maahad ya nahwu na lugha ya Kiarabu. Imam An-Nawawi katika al-Majmu' juzu ya kwanza ukurasa wa 27 anasema kana as-salaf as-salih, wema waliopita walikuwa la yuallimuna al-haditha wal-fiqha illa liman yahfadhu al-Qur'an, walikuwa hawamsomeshi mtu hadith wala fiqhi mpaka kwanza ahifadhi nini? Ahifadhi Qur'an. Hii ndio tarbia. Kwa Mtume anasema ukifika watoto wenu miaka 7 wafundisheni sala. Wakifika miaka 10 hawataki kuswali, mwafanyaje? Mwachapi. Nani kashai kumchapa mtoto wake kwa ajili ya dini? Nani kashai kumchapa mtoto wake kwa sababu amefeli katika musabaka ya Qur'an, katika mashindano? Zikija results za shule, we kweli zuzu, unanitia aibu mimi. 0 nampiga mtoto. Kule madrasa haujui anapata ngapi. Maskini pengine ana perform mtoto wako superstar madrasa pengine, wewe hujui.
wewe uko huko tu kwenye dunia. Mtihani mkubwa wa Islam. Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam pia ametuagiza kuwafundisha watoto adabu. Anasema katika hadithi iliyo sahihi, ma nahala walidun waladahu khaira min adabin hasan. Mzazi hakuna kitu bora cha kheri atakachompa mtoto wake kuliko kumfundisha adabu iliyo nzuri. Walidhalik katika hadithi ile sahihi yaonyesha Mtume sallallahu alayhi wasallam anatuambia, inna liwaladika alayka haqqan, mtoto wako ana haki juu yako. Haki ya kwanza ya mtoto, kwanza umchagulie mama mwema. Ukiokota tu barabarani huko, wewe uko busy na makazi, umemweka mama hajui chochote, hasimamii chochote. Al-ummu madrasatun in a'dadtaha a'dadta sha'ban tayyib al-a'raqi. Mama ndo madrasa. Ukimwandaa mama umeandaa kizazi kizuri kabisa. Al-ummu ustadhul usatidhatil ula. Mama ndo mwalimu wa kwanza. Hebu angalia rijal, wanaume waliopita, kina Ahmad ibn Hanbal, kina Ash-Shafi'i, soma historia yao, utagundua kwamba mama zao waliwasimamia mpaka wamefika kuitwa aimma katika aimma ya Ahlus Sunna wal Jamaa. Jambo la pili, mtoto wako umpe jina zuri. Si unampa mtoto jina la mchezaji wa mpira kwa sababu unampenda sana mchezaji wa mpira, au maactor na maactress, alfannanin walfannanat alahya'i minhum walamwat. Yako majina haya shekha au hayapo? Yapo. Tabu, Masumbuko. Mpaka hayo Kenya yapo. Tabu, Masumbuko. Subhana, mimi kajua Bongo tu hiyo. Tabu, mtoto hakika ni Tabu. Maana yake atapata tabu tu mwanzo mwisho, sio? Masumbuko maana yake mtoto wako atasumbuka sana, sio? Shida, mtoto anaitwa Shida shekhi. Mtoto anaitwa cha usiku. Maana yake ni kama popo, yeye ni usiku tu. Ya majina mazuri ya Kiislamu amna. Na amfundishe kitabu cha Allah subhanahu wa ta'ala. في زمن أمير المؤمنين عمر ابن الخطاب رضي الله تعالى عنه وأرضاه جاء رجل يشكو ابنه إلى أمير المؤمنين. Mzee mtu mzima siku moja anakuja kwenye mahkama ya Amirul Mu'minin Umar ibn al-Khattab radiyallahu ta'ala anhu wa ardah. Mzee mtu mzima analia, mtoto wake kamtoa machozi. Anasema nimepata naye tabu, hana adabu, ananivunjia heshima, ananifokea mbele ya watu, ananirudishia maneno. Umar akasema, mkubwa wa kiasi gani huyu mpaka anakushinda? Hebu mleteni mtoto. Mtoto kaletwa. Unajua kuna watoto hata kama hajaenda school ana ile akili ya kuzaliwa, yani ile vile alivyoumbwa na Allah mwenyewe ni hodari, sio? Asema babako anavyosema ni kweli. Akama yakulu abuk. Akasema Amirul Mu'minin, kwani amesema nini? Akasema una muansi, unafanya hivi, unafanya hivi, unafanya. Akasema kabla mimi sijakujibu ndio ukweli, nikuulize, alaysa lil auladi ala abaihim haqqun? Hivi watoto hatuna haki kwa wazazi wetu? Wenye haki ni wao peke yao tu? Akasema wana haki watoto pia. Akasema naomba utaji haki zetu. Akasema mchagulie mama mzuri, mama mwema, mcha Mungu. Akasema hapo stop Amirul Mu'minin, mtoto ana akili huyo. Unamjua mamangu mimi? Imra'atun majusiyya, mwanamke majusi. Akasema Amirul Mu'minin ya pili, akasema wa an yuhassin asma, na ampe jina zuri. Akasema hapo unajua jina langu? Ju'lan.
Ju'lan manake mdudu mweusi. Kanita mdudu mweusi, anategemea mimi nitaishi naye vizuri huyo? Si nitakuwa mdudu na mimi? Akasema ya tatu, akasema wa yuallimahu kitaba rabbih, na amsomeshe kitabu cha Mola wake Qur'an. Akasema wallahi ma allamani harfan min kitabillah, wallahi hajanifundisha herufi moja katika kitabu cha Allah. Sijui Qur'an hata alifu sijui. Umar ghadiba, Umar alikasirika. Umar alimgeukia yule mzee akamwambia aqaqta ibnaka qabla an ya'uqqaka, kumbe wewe umeanza kumuasi mtoto wako kabla haja kuasi. Mzee akafyata mkia, kaona aibu. Katika haki ya watoto, ndugu zangu, niwe katika kumalizia naona isha shangapi na swali Sheikh? 2:15. Ndugu zangu, Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam hakujaliwa watoto wake wa kiume kuishi naye muda mrefu. Si hili mnalijua Wa kike ndio walikuwa kubwa mpaka wakaolewa, wengine wakapata watoto. Kwa hiyo kama kumuenjoy mtoto wake mdogo miaka 2, 3, 5, 7 na kuwa ule utundu, alienjoy sana na nani? Na wajukuu zake. Nani na nani? Al-Hasan na Al-Husayn. Alikuwa anakuja nao msikitini kuswali. Waswahili tunasema samaki mkunje angali mbichi. Anakuja nao msikitini. Siku moja alirefusha sijda Mtume sallallahu alaihi wasallam, kinyume na kawaida yake. Masahaba kama Rasulullah, tulihisi hadatha laka amrun, kuna jambo limekupata kwenye sijda, au ulikuwa unapata wahi? Akasema wallahi ma hadha wala dhaka, sikupatwa na shida wala sikupatwa na wahi, nimesujudu muda mrefu. Mjukuu wangu huyu alinipanda mgongoni wakati na sujudu akiwa imamu. Nimeamua kurefusha sijida yangu hata yaqdi hajata, mpaka malize shida zake, afurahi. Kanifanya kama bembea. Anajua kwamba alikuwa na kera msikitini, si manaki si mtoto ana kera, lakini anamlea katika bia, katika mazingira yale, ili mtoto aje kujifunza na yeye. Nyota njema huonekana asubuhi. Dalili nyingine katika sunna, alikuwa anafupisha kisomo chake. Akisikia upande wa kina mama watoto wao wanafanya nini? Wanalia. Sisi tukienda nao kwenye mamall, kwenye mabeach, kwenye sijui fete sio mnaita nini, msikitini tena wakija shekhi wangu nyuma, tena kuna wazee kabisa, we nyuma. Shekhe ukiwaweka nyuma ndo wanapata sasa vizuri kupiga makelele. Uongo kweli? Tutumie knowledge ya kawaida ndugu zangu. Kuna umemsaidia nini? Hakuna anayeweza kumwambia ukifanya hivi subhana rabbiyal a'la, ukirukuu subhana rabbiyal azim, wanapigana kwa sababu watu wazima hawawaoni. Kweli si kweli? Kwa nini basi tusitengeneze mazingira mtu mzima katikati mtoto wataogopa. Lakini pia tokea nyumbani tuwafundishe heshima ya msikiti, nyumba ya Allah subhanahu wa ta'ala. Wanakuja kwa ajili ya kampani, wakati mwingine haji kwa sababu hajui umuhimu wa sala, hajui kama si ni sehemu tukufu, anajua tutakutana watoto wengi pale, tutacheza. Sasa kiwa tunawafukuza, lini watoto wetu watazoea mazingira haya? Nani anataka watoto wake waswali sala 5? Mimi wa kwanza. Wote nataka kweli?
Ulama wanasema katika tajriba moja tufanye mambo mawili mpaka matatu. Jambo la kwanza, tuwafundishe kuswali. Waarabu wanasema man jahila shay'an adahu. Waswahili wanasema asiye kijua kitu hakithamini. Kweli si kweli? Asiye kujua hakuthamini. Shekhe wangu, unamwambia swali, hujamuelekeza namna kuswali, mfundishe sala kwanza. Akishajua sala ina utamu wake, sala ina ladha yake. Mtume anamwambia Jibril, anamwambia Bilal alayhi salam, arihna biha ya Bilal, tuburdishe, tupe raha Bilal kwa sala. Yani qimu sala. Waju'ilat qurratu ainin li fi salah, raha yangu, starehe yangu, kiburdisho changu nimejaliwa nikiwa ndani ya sala. Sala ina utamu wake jamaa, mfundishe kuswali. Jambo la pili, na wewe pia uswali. Watoto wangapi ana miaka 2 tunaona kwenye maklipu mbalimbali, hatuoni akisikia Allah. Juzi tu kuna mtu mmoja yuko Arabuni kanitumia clip, afu kanika subhanallah. Nimeona tu subhanallah, nimeshindwa kufungua ile clip, nikasema nitafungua baadaye. Usiku nikafungua, mtoto anacheza kwenye zile bembea za inaitwaje Sheikh, zile za kupinda pinda, zile za maboksi zile za plastic, sio? Akasikia Allahu akbar, Allahu akbar, akashuka, kana shanga, adhana inaendelea, si akienda kusujudu bwana. Huyu mtoto bila shaka wazee wake kaona, wazee wake, sio? Usio unamwamrisha kuswali, wewe uswali, hajifunzi kitu hapo. Jambo la tatu, waombee sana dua aliyokuwa akiomba Nabii Ibrahim alayhi salam kwa watoto wake. Nabii mzima anataka msaada wa nani? Msaada wa Allah. Allah subhanahu wa ta'ala anasema, Ibrahim anasema nini? وإذ قال إبراهيم رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي. وإذ قال إبراهيم رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء. Kumbuka Ibrahim aliposema, Mola wangu mlezi, nijalie mimi niwe mwenye kusimamisha sala na kizazi changu pia wajalie wenye kusimamisha sala. Rabbana wataqabbal dua, ewe Mola wetu tukubalie dua yetu. Nani akisujudu anasema Allahumma hdi auladi, Allahumma hdi banati, Allahumma hdi ikhwani, Allahumma hdi. Nani anaombea ndugu zake? Nani? Kila anaiswali sasa hivi na kusujudu shekhe, yeye ana mipango ya hela, mipango ya Rabbi, nakuomba sana na kuahidi ukinipa mimi nikiwa bilionea nitajenga misikiti sana. Shekhe, wewe dunia tu shekhe, dunia tu shekhe. Waombee familia yako, waombee wazee wako. Allah anamwambia Mtume Muhammad, wa'mur ahlaka bis-salati wastabir 'alayha, waamrishe familia yako kusimamisha sala na wewe endelea na sala. Ismail alayhi salam, Allah anamuelezea, wadhkur fil kitabi Ismaila innahu kana sadiq al-wa'di wa kana rasulan nabiyya. Angalia sasa, وكان يأمر أهله بالصلاة والزكاة وكان عند ربه مرضيا. alikuwa akiwaamrisha familia yake sala na kutoa zaka. Kwa sababu inna as-salata tanha 'anil fahsha'i wal munkar, sala ikiswaliwa vilivyo mtoto wako ataongoka, tamkataza na maovu na machafu vile vile. Kingine ndugu zangu, hakikisha mtoto wako ana kampan, marafiki wazuri. Anil mar'i la tas'al fanzur khalilahu. Mtu wakati mwingine asikupe sana tabu,
tazame rafiki yake alivyo, na yeye atakuwa kama rafiki yake. fakullu qarinin biqarinihi yaqtadi. Lakini sasa hivi kuna dhahira, janga kubwa sana la watoto wetu kupelekwa katika school ambazo si za Kiislamu. Isli wapo hawapo? Mtoto anasoma kwenye school ambayo kule anafundishwa mambo hovyo. Skuli za Kiislamu zipo. Leo nilikuwa na muhadhara Masjid As-Salam asubuhi la kina mama. Nilipowaambia vile, wakaanza kuleta hoja, wakasema Sheikh, skuli za Kiislamu bei ghali sana, hatuna jinsi, hatuna namna. Ni kweli? Nikawaambia kwenye ilmu mnajaji, mbona ghali sana? Lakini kwenye mall, shoppers, supermarket, wama adaraka supermarket, unachukua tu si ndio hivyo? Unachukua tu, wasiwasi unajaza mifuko misifa unatafuta wala hubagei na mtu bei. Kwenye mambo ya kheri ghali basi sitaki. Harusi milioni ngapi mnatumia? Lakini nikawaambia pia, na fanyeni organization, nendeni katika shule za Kiislamu, kaeni na wenye mashule, mwombe jamani, tuokoeni, tuwatoe watoto wetu kule, tuwalete kwenu, punguza, yassiru wala tuasiru, fanyeni. Wasema Sheikh hawezi kukubali. Kaba nenda kawaambie, wakikataa wewe umejivua na dhima mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala. Ndugu zangu, hawa watoto ni wazuri sana. Matatizo yako kwetu hayapo kwa watoto. Kweli si kweli? Naibu zamanana wala aibu fina. Sisi tunatia aibu zama zetu, lakini aibu tunayo sisi wenyewe. Yuko mmoja hapa, wakati na swali Sheikh alikuwa anaona, kaja kanisalimia hodari kweli, mashallah. Yuko wapi? Yuko wapi ndugu yako? Kashalala maskini. Wapo msikitini wamekuja kusikiliza. Angalia wanapiga kelele hapa. Mmesikia sauti ya mtoto toka tumeanza muhadhara? Kwa sababu tumekaa nao. Wewe unaweka kule. Hebu tubadilike basi katika msikiti wetu huu, tujaribu kidogo, tuswali nao. Mimi wakati a'udhu billahi min kalimati ana, lakini natoa min babil faida. Wakati mwingine nikiwa na swali na watoto wangu, natamka zile adhkar kwa sauti, na ninawaambia munifatishe kila kitu. Yani ninamfundisha nikiwa kwenye swala, zile swala za sunna, subhana rabbiyal a'la, subhana rabbiyal a'la, tunafuatana mimi. Sasa wameshika mpaka wakaenda kuswali msikitini watu wazima hivyo, subhana rabbiyal a'la, subhana rabbiyal a'la. Na baba, hiyo sio hapo. Mimi nataka wewe ujue tu, alafu unasema pole. Ni jukumu letu sisi kufanya hivyo. Nataka nihitimishe. Wangapi wanapenda wakitangulia akhera waache kizazi chema chenye kuombea dua? Wote. Mtume anasema idha mata ibnu adam inqata'a amaluhu illa min thalath: sadaqatin jariyah au ilmin yuntafa'u bihi au waladin salihin yad'u lahu. Jambo la kwanza, sadaqa jariya yenye kuendelea. Jambo la pili, ilmu yenye manufaa. Jambo la tatu, waladin, mtoto yoyote. Ayu walad? La, au waladin, kuna sharti hapa, salihin, mtoto mwema. Hata Ibrahim asema rabbi habli minas salihin. Zakaria anasema nini? Fahabli min ladunka dhurriyatan tayyiba, si ndio bwana? Anasema dhurriya tayyiba. Mtoto anaweza akawa mwema mwenyewe hivi. Inataka jitihada, umlee katika mstari ili aje kukufaa baadaye. Kinyume chake unaweza ukafariki ukawa huna hata mmoja anayekukumbuka kwa dua, kwa sababu wewe hukuwaandaa watu wa kukufanyia dua mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala. Alhadith fi tarbiyati alawlad
bahrun amiqun la sahila lah wa hadithun tawilun jidda. Hadithi hii, yani mada hii ya tarbia ya watoto, ni mada pana sana, mada ndefu sana, ni bahari kubwa isiyokuwa na mwisho wala kikomo. Mtume sallallahu alaihi wasallam nahitimisha, anasema katika hadithi, chukueni fimbo muninginize wapi? Kwenye nyumba, ili iwe adabu kwa watoto. Hakusema chapa sana, wakati mwingine kuchapa haisaidii, maneno mazuri yanasaidia. Mfanyie mtoto wako kama rafiki yako, mfanyie mtoto wako kama rafiki yako. Siku moja Mtume alimuona mjukuu wake Al-Hasan, akambeba, akamkiss, akamqabbil. Kulikuwa na sahaba mmoja pale, akashtuka, nina watoto 10, sijawahi kumbusa hata mmoja, sijawahi kumkisa hata mmoja, lakini Mtume unashangaza, mjukuu, tena mjukuu wa mbali, unamkisi. Mtume akamtazama, akamwambia, man la yarham la yurham. Mwisho mtoto wako mapenzi. Mara yako ya mwisho kumkisi mtoto wako lini? Akishafika miaka 6 7, akishakuwa mkubwa, muonyeshe upendo, muonyeshe mahaba. Ndugu zangu, watoto ni neema kubwa sana, lakini wanaweza wakageuka kuwa nikma, janga kubwa, mtihani mkubwa, fitna kubwa kabisa, na huenda hata siku ya kiyama ikawa sababu ya sisi kuadhibiwa. Na kwa aksi yake, ikiwa watoto wema watakuwa watetezi mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala. Niseme mpaka hapa, kila ambacho nimekipatia si ujanja wangu hata kidogo. Msinipe masifa bure, ni taufiki ya Allah subhanahu wa ta'ala. Na pale ambapo nimetereza, kwa sababu hakuna asiyetereza, hakuna asiyekosea, basi mujue ya kuwa ni kutokana na mapungufu ya nafsi yangu, na shaitani atakuwa amechangia. Namuomba Allah subhanahu wa ta'ala atujalie tuwe min alladhina yastami'una alqawla fayattabi'una ahsanah. Allahumma ihdi awladana, Allahumma wahdi banatana, Allahumma wahdi ikhwanana, Allahumma wahdi akhawatina, Allahumma wahdi ahalina. ردنا جميعا إلى الإسلام ردا جميلا، وردنا إلى تعاليم الإسلام ردا جميلا. اللهم ردنا إلى القرآن والسنة ردا جميلا. اللهم علم أولادنا القرآن وعلم أولادنا السنة. اللهم حفظ أولادنا القرآن وحفظ أولادنا السنة. باعد بينهم وبين رفقاء السوء وبين الشيطان كما باعدت بين المشرق والمغرب برحمتك يا أرحم الراحمين. وصل اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت.